Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri. Once again, umepatana na mimi tena hapa tuzungumzie mambo kadha wa kadha yanayoendelea katika uga wa kimichezo. Jina langu mimi naitwa Almachus Boniface Kanyase. Kazi yangu mimi ni habari na nazifuata habari popote pale zilipo na kusogezea kwa wivu mkubwa sana, kwa sababu naamini wewe ndiye swahiba wangu ambao umekuwa kisikiliza kila nikifanyacho, kila nikuleteacho kwa umaridadi mkubwa sana. This is a day, ndio siku yenyewe ambayo nadhani tulikuwa tumesubiri kwa hamu sana kuweza kujua nani atafanya nini, nani atakutana na nini. Ni Young Africans mbele ya kikosi cha Simba Sports Club, mchezo mwingine dume kweli kweli ambao unatarajiwa kucheza majira ya saa 11 za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Sasa kumetokea sintofahamu nyingi sana mpaka tunafika hapa my friend. Jana usiku tuliona jana, kwanza ilikuwa ni siku ambayo Simba inabidi wafanye mazoezi kwenye uwanja wao wa nyumbani. Uwanja utakaotumika katika mchezo, uwanja Stade Benjamin William Mkapa, majira ya saa 11:30, saa 11 kamili kama ambavyo kanuni inavyotaka, kwa maana ya wao kwenda uwanjani na vitu kama hivyo. Lakini pia ili unufaike na hiyo haki ya kupasa kwa namna moja ama nyingine kufuatilia, nasema ya kupasa kushirikiana na commissioner pamoja na mwenyeji wa mchezo. Simba ambaye akushiriki kwenye kikao cha akushiriki kwenye press conference ya kitaaluma inamhusisha kocha pamoja na msaidizi wake, na captain mkuu wa timu. Simba Sports Club hawakutokea, ni Young Africans ambao walienda peke yao na wakafanya hiyo press conference, na mara baada ya press conference hiyo kuisha tukawaona Simba Sports Club hawakutokea kwenye hiyo mechi. Hatukuwaona kabisa, hawakutokea kwenye hiyo mechi. Badala yake Karimbo Imanda akaja kutoa taarifa ya kwamba Simba wametafutwa kwenye mawasiliano ya simu, hawakupatikana wote. Simba ina viongozi mbalimbali. Hapo namzungumzia CEO, namzungumzia mwenyekiti, wajumbe wa kamati tendaji, msemaji, mtu wa digital, mkurugenzi mkuu, mshauri wa mkurugenzi. Wote hawa viongozi wa klabu ya Simba wote walikuwa hawapatikani. Kuna manager wa timu, kuna mratibu wa timu Abbas Ali wenyewe wakimuita Vasco da Gama. Wote hawa walikuwa hawapatikani kwa namna moja ama nyingine. So ilipofika saa 6, maana yake mkutano wa waandishi wa habari ukawa umekairishwa rasmi na hakuna kingine ambacho kilifanyika, kwa sababu tayari hawa jamaa hawakuwa wamefika kwenye eneo husika kwa wakati husika. So tukaendelea na mambo mengine, na kwa kutoshiriki kwao Simba wanaweza kupigwa faini ya kati milioni 1 mpaka milioni 3. Ni kwa mujibu wa kanuni kwamba kila timu itawajibika kushiriki katika mkutano huo. Kwa nini? Kwanza ni sehemu ya kuwapa haki mashabiki wa timu kuweza kujua kwamba timu zao zimejipangaje, lakini ni sehemu ya promotion kuelekea katika mchezo husika, lakini pia ni sehemu ya uungwana kuonyesha kwamba still bado ni mchezo ambao ndani yake hauna ujasusi na vitu kama hivyo. Lakini pili ni sehemu ya kufanya promo kwa mdhamini mkuu wa ligi kuu Tanzania bara ambaye ni NBC, kwa maana hizi zote hizi harakati zinafanyika kwenye uwanja wake wa kwenye ofisi zake. So vovote vile tukio kama hili linakuwa linatoa muktadha mwingine kwa upande wake kuweza kujiweka aware na walaji wake ambao ni wateja. So kimsingi kuchelewa kwao, kutofika kwao kwenye press conference kama hii kunatengeneza hali ya sintofahamu na watu wakaanza kujiuliza sana. So tulisubiri kwa hamu saa 11 kuwaona Simba wakitokea uwanja wa Taifa. Simba hawakwenda. Badala yake ni Young Africans ambao wameenda pale uwanja wa Taifa wakiwa wana basi kubwa ambalo wamekuwa wakilitumia pamoja na costa nyingine ndogo ndogo. Lile basi kubwa ndio lilikuwa la kwanza kuingia na costa ndogo ndogo zikaingia baadaye. Young Africans wakafanya mazoezi yao katika uwanja Stade Benjamin William Mkapa. Na mara baada ya kufanya mazoezi hayo waliondoka pale majira ya saa 1:00, ndipo ambapo hawa jamaa walipoondoka katika uwanja wa Taifa.
na Simba Sports Club wao wenyewe hawakutokea kabisa kwa namna moja ama nyingine. Hili likawa ni swala lingine ambalo lilileta sintofahamu, kwa sababu tulianza kujiuliza mbona Simba hawajatokea wakati ni kanuni yao. Lakini pia kutotokea imaanishi sasa mchezo haupo, kwa sababu mwisho siku kila kitu kipo kwa ajili ya kuendelea, na kama mtu hajatokea kwenye press conference haimaanishi mechi haipo. Kwa hiyo tumekuwa nikiendelea kusubiri kwa hamu kusikiliza kwa pande zote hizo mbili ni nini ambacho kitatokea. Wakati naendelea kusubiri haya, usiku wa kuamkia leo Simba wakaposti jambo jingine katika ukurasa wao wa Instagram ambalo kusema la ukweli limenistua na sikutarajia, lakini pili limekuwa na tafsiri tofauti. Simba wameandika, kwa wana Simba wote, asanteni kwa ushirikiano ambao umetupatia kwa msimu mwaka 2024-2025. Tunajivunia kuwa mashabiki kama nyie. Na haya ndio yalikuwa maneno yao. Wakaweka #ThisIsSimba, #nguvu1. Maneno ni machache, lakini ambayo yanaeleza kwamba inawezekana ndani kuna jambo ambalo linaleta sintofahamu. Kumbuka hapo mara zote Ahmed Ally amesema kama kutakuwa na mabadiliko yoyote, maana yake mabadiliko hayo watatuambia mapema, lakini mpaka tunafika sasa hivi hakuna mabadiliko yoyote ambayo Simba Sports Club wameshayazungumza. Lakini baadhi ya taarifa ambazo nimekuwa nikizipata kutoka kwenye vyanzo vyangu mbalimbali vya habari ni kwamba dabi iko pale pale, hakuna kitakachobadilika, kwa sababu kila moja ameshajiandaa. Simba Sports Club wajiandaa. Na siku ya jana niliona jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam likiwahakikishia usalama wa wananchi katika mechi ya Simba na Yanga unaotarajiwa kuchezwa hii leo Jumatano Julai 25 mwaka 2025, huku akiwaonya wenye lengo la kuleta vurugu na udhalilishaji. Mchezo huu namba 184 wa raundi ya pili ya ligi kuu Tanzania bara ambao ulipangwa kucheza awali Machi 8 mwaka 2025 uliahirishwa baada ya Simba kudai kuzuiliwa na wanaodaiwa kuwa walinzi wa Yanga kufanya mazoezi kwenye uwanja Benjamin William Mkapa siku moja kabla ya mchezo na wakiwa na timu ngeni. Tukio hilo lilizua mtafaruko mkubwa na kuelekea mchezo ambapo bodi ya ligi ilitangaza kuahirishwa kwa mechi hiyo, ambapo Juni 15 ilipangwa kupigwa, lakini bado Young Africans wakaugomea mchezo na ukasogezwa mpaka hii leo tarehe 25. So Simba tunasubiri kuona, lakini taarifa za ndani zinanieleza kwamba jamaa watashiriki dabi kama kawaida, ila kinachotia wasiwasi je, ni kweli Simba watapeleka timu ama la? Hilo ni swala ambalo kimsingi tutasubiri kuona jinsi ambavyo itakavyokuwa. Na mimi naitwa Almachus Boniface Kanyasi. Leo ni siku ambayo nitakupa update ya kila kinachoendelea kwa wakati husika, ili wewe uwe sehemu ya watu ambao mtakase mzuri, muwe na information kamili, ili ukiwa vijiweni uwe na uwezo wa kuambia washikaji wako mechi ipo ama ipo, mechi ipo ama ipo. Mimi naitwa Almachus Boniface Kanyasi bwana, na imekuwa fahari sana mimi kuwa na wewe hapa. Nikutakia ufuatiliaji mzuri wa vipindi vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili wa kwanza kupata taarifa, na ukipata taarifa ukiwa kwanza unakuwa umefanya kazi nzuri.